Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda kumshukuru Mungu na kukaribisha wewe mwana wa Mungu katika kipindi hiki na wasaa huu wa kujifunza zaidi na zaidi. Yesu azidi kukutia nguvu na kukupa hali ya kutaka kujifunza zaidi na zaidi, na naomba amani ya Kristo hapo ulipo ikulinde na kukufunika. Leo, siku ya leo, Mungu ametupa somo ambalo linabebwa na kichwa kisemacho kushinda roho mbaya, na mstari ambao unatuongoza katika somo hili ni Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 14 ambao unasema, basi roho wa Bwana alikuwa ameondoka kwa Sauli, nayo roho mbaya ikaachiwa nafasi na Bwana ili imtese. Roho mbaya ikaachiliwa nafasi na Bwana ili imtese. Sasa lengo la somo hili ni kukuonesha chanzo cha roho mbaya, na lengo la pili la somo hili ni kukuonesha madhara ya roho mbaya, na lengo la tatu ni jinsi ya kushinda roho mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa mwanadamu upo katika ulimwengu wa nyama, ambapo tunasema ni ulimwengu mmoja, ulimwengu ambao tunaona kila kitu kwa macho. Lakini ulimwengu wa roho wenyewe umegawanyika katika nafasi mbili, ambapo kuna ulimwengu wa roho wa nuru na ulimwengu wa roho wa giza, na hizi falme zote mbili huwa zinashindana. Na zinashindania wapi? Zinashindania juu ya mwili wa mwanadamu. Yaani wote wanataka kuweka utawala wao juu ya mwili wa mwanadamu. Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka roho yake juu ya mwanadamu, ila shetani alipokuja alitaka na yeye aweke ufalme wake juu ya mwanadamu. Ndio maana akamtengenezea mwanadamu kuwepo na ulizo ndani ya kile kitu ambacho Mungu amesema. Akamwambia Hawa eti. Sasa lile kazi ya neno eti ni maana yake ni kumfanya Hawa awe na ulizo wa yale maelekezo ambayo Mungu amesema msile matunda ya mti wa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zipo roho ambazo zinaachiliwa na falme zote hizi mbili. Ufalme wa nuru unaachia roho njema, na ufalme wa giza unaachilia roho mbaya, na kila roho inamsubiri mwenzake atoke ili yeye aingie. Bwana Yesu asifiwe. Inamsubiri mmoja atoke ili aingie. Ndio maana Biblia inatuambia Mungu hataki mtu vuguvugu. Kama umeamua kuwa baridi, basi uwe baridi, na kama umeamua kuwa wa moto, basi uwe wa moto. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba nitakuwa na roho mbaya kidogo afu nitakuwa na roho nzuri kidogo, nitakuwa kwenye ufalme wa giza kidogo, nitakuwa kwenye ufalme wa nuru kidogo. Mungu hataki hiyo. Ukiamua kusubmit maisha yako kwa Mungu, totally achilia maisha yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni nini chanzo cha roho mbaya? Wengi tunaifahamu story ya Sauli. Wengi tunaifahamu hadithi ya Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme wa Israeli, na Sauli baada ya kukaa katika ufalme alianza kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Ikafika mahali Mungu akaona sasa ni mtesti kama huyu Sauli bado ana moyo wa kunitii. Akamwambia, enenda katika mji wa Amaleki, kaue watu wote, usibakize hata mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Sauli alipofika katika mji wa Amaleki, Mungu alimsaidia na akashinda ile vita na akaua watu wote, lakini akabakiza wafalme. Akambakiza mfalme na akabakiza nyumba ya mfalme na ng'ombe na kondoo wanono kwa ajili ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ila maelekezo ambayo Mungu alitoa mwanzo ilikuwa ni kuua wote,
ila yeye akambakiza mfalme na kondoo. Yeye akambakiza mfalme, nyumba ya mfalme na kondoo wanono, na alikuwa na sababu kwamba hawa kondoo hawa wanono nikamtolee Mungu sadaka ya ushindi. Lakini maelekezo ambayo alipewa mwanzo ilikuwa ni maelekezo ya kwamba wewe ukawaangamize wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pale alipofanya vile alikosana na Mungu. Kitendo cha kufanya vile, Mungu aliona ghadhabu mbele ya Sauli, ndio maana akaamua kumkataa Sauli. Kwa hiyo chanzo cha kufunguliwa kwa roho mbaya, chanzo ni Mungu kuondoka juu ya mwanadamu. Na Mungu ili aondoke juu ya mwanadamu, inasemekana Biblia inaandika kwamba Mungu kuondoka kwa mwanadamu ni uwepo wa dhambi kwa mwanadamu, inaondoa uwepo wa Mungu juu ya mwanadamu, kwa sababu yeye Mungu ni mtakatifu, hakai sehemu ambapo sio patakatifu. Kwa hiyo kama mahali kuna dhambi, Mungu yeye hawezi kukaa mahali penye dhambi, yeye huondoka sehemu ambapo kuna dhambi. Kwa hiyo lazima mtu ujifunze kutembea katika mazingira ambayo ni uchaji wa Mungu. Katika Agano Jipya Paulo anatuambia kwamba mkavitumie viungo vyenu katika Kristo Yesu, wala msitumie hata sehemu ya viungo vyenu katika kufanya mambo ya giza, kwa sababu hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa uwepo wa Mungu juu yetu ndio uwepo wa roho njema juu yetu, na kuondoka kwa Mungu juu yetu ndio kuingia kwa roho mbaya juu yetu. Na roho mbaya inaingia, chanzo chake ni kufanya uovu. Unapoingiza uovu, automatic roho mbaya inaingia. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame Kaini, mfano wa Kaini. Kilichofanya Kaini akapata roho mbaya ya kumtendea ndugu yake Habili na kumuua ni roho mbaya iliyopata kwa kufanya uovu wa kutokutoa sadaka kwa usahihi. Alipokuwa anatoa sadaka, hakutoa katika njia ambayo inampendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu alipofanya vile, alipokuwa anajichilia majibu, yeye akaona wivu, kwa sababu Mungu hajamjibu yeye bali amemjibu ndugu yake. Kwa hiyo yeye akaingiwa na roho mbaya ya kumtendea mwenzake vibaya, kwa sababu aliona Mungu amempendelea Habili. Sasa kuliko umpendelea yule, basi ni bora umkose hata huyo wa kumpendelea, akaamua kumuua ndugu yake. Ila chanzo cha yote mpaka Habili kufanya hivi, Kaini kufanya hivi, ilikuwa ni kufanya uovu. Kwa hiyo uovu ndio unaoingiza roho mbaya katika maisha ya mwanadamu. Kukosea ndipo kuna kuingiza roho mbaya katika maisha ya mwanadamu. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini huwa unakasirika? Ulishawahi kujiuliza kwa nini huwa ukigomba unafoka sana? Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini mtu akikugusa kidogo unakasirika? Au ulishawahi kumuona mtu ambaye ukimtingisha tu kidogo, ukimkuta ametulia anafumuka? Tatizo si kwamba amechokozwa, hapana. Tatizo ni ndani ya moyo wake kuna ghadhabu. Tatizo si kwamba amekasirishwa na watu huku nje, hapana. Tatizo ni kwamba ndani yake kuna ghadhabu. Sasa ile ghadhabu inapokutana na mtu anaitrigger, anaishtua, inasababisha tunaona huyu mtu anafanya maamuzi pasina kuwa na roho nzuri. Roho mbaya inakuwa imeingia. Ila laiti kama mtu angekaa katika mapenzi ya Mungu, hasira huwa haikai kwa mtu ambaye anaongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Kwa hiyo ukiona hasira haijakaa kifuani mwako, ina maana wewe sio mpumbavu. Na Biblia inasema kwamba Mungu ametufanya kuwa kichwa wala si mkia.
Kwa hiyo kama tumefanya kuwa kichwa sio mkia, ina maana sisi sio wapumbavu. Kwa hiyo kama sisi sio wapumbavu, ina maana hasira haiwezi kukaa juu yetu, na kama hasira haitatawala juu yetu, ina maana roho mbaya haiwezi ikakaa juu ya mwanadamu. Kwa hiyo lazima utazame hivi vitu. Chanzo siku zote cha kinachoingiza roho mbaya ni kule kutenda dhambi, kukosea, inaingiza roho ambayo sio. Bwana Yesu asifiwe. Kule kukosea inaingiza roho ambayo sio. Tutazame mfano wa Daudi. Chanzo cha Daudi kumuua Uria ni kuzini. Na uzini ni nini? Uzini ni uovu. Kwa hiyo roho mbaya iliingia juu ya Daudi hata akadiriki kumuua Uria kwa sababu ya uovu alioufanya mwanzo. Anatafuta namna ya kuficha uovu wake. Kwa hiyo roho mbaya ilimuingia hata kutokuthamini maisha ya Uria, hata kutokujali kwamba huyu ni askari wangu, akaamua kumuua na bado amemchukulia na mke. Ila tunaweza tukamlaumu Daudi, ila tatizo sio Daudi, tatizo ni ule uovu ulioingia ukasababisha Mungu akaondoka juu ya Daudi. Mungu kuondoka juu ya Daudi, roho mbaya ikapata nafasi ya kuingia juu ya Daudi. Biblia inasema katika Samuel wa kwanza 15, ukisoma hiyo habari, ni Samuel alikuwa anamwambia Sauli kwamba hivi leo Mungu amekukataa wewe kuwaongoza wana wa Israeli. Kwa ina maana kama Mungu amemkataa Sauli, sawa, ina maana roho yake mwema nayo pia anamkataa Sauli, kwa sababu Mungu aliko pale. Ukisoma katika mlango wa 16 unaona roho mbaya inatoka kwa Sauli baada ya Daudi kupakwa mafuta. Roho mbaya inatoka juu ya Sauli na kwenda juu ya Daudi. Sasa unaweza ukajiuliza, mbona Mungu alikuwa amemchukia toka mwanzo, lakini kwa nini hakumuondolea roho njema kabla hajapakwa Daudi mafuta? Mungu hakutaka wana wa Israeli waongozwe na mtu ambaye ana roho mbaya kabla hajampata mtu ambaye atawaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii roho mbaya inaleta madhara sana, na ina madhara makubwa mno. Moja ya madhara ya roho mbaya ni kuleta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuleta uharibifu. Tutazame mfano wa Yuda. Yuda baada ya kumsaliti Yesu, baada ya kutenda uovu, akagundua kuwa alikosea. Baada ya kujigundua amekosea, roho mbaya kilimshauri kujiua, kwa sababu aliona hamna mahali pa kukimbilia. Ila si kwamba mbinguni alikuwa ameandikiwa kujiua, na si kwamba alikuwa ameandikiwa kufa kwa kujinyonga. Sisi hatuwezi jua, japo Biblia haijafafanua, ila unaweza kaona Yuda aliwekwa kwa ajili ya kumfikisha Yesu msalabani, lakini hakuwekwa kwa ajili ya kujinyonga. Alipaswa kutambua thamani ya Yesu Kristo na uwekezaji wa Yesu Kristo aliofanya ndani ya miaka 3. Sasa roho mbaya inaleta uharibifu kwa namna gani? Unaweza ukawa umeandaliwa kuja kuwa mtumishi mzuri, au mzazi amekusomesha kutokea utoto wako mpaka umefika utu uzima, anakusomesha kwa bidii, ila unafika mahali unatenda uovu, roho mbaya inakuingia kutokana na uovu unaofanyika, inaleta uharibifu. Kule kusomeshwa kote kunaharibiwa na roho mbaya ya kuanza kupiga wazazi, roho mbaya ya kutaka kuacha shule, roho mbaya ya kuanza kuchukia kila mmoja. Hii ilimkuta Yuda. Yuda hakuona thamani Yesu, gharama aliyoitumia miaka yote ile 3 ya kumfundisha imani, ya kumfundisha
juu ya habari ya ufalme wa Mungu, akaona lile darasa ambalo Yesu alinichukua miaka mitatu nikatembea naye akanifundisha miaka yote hii mitatu. Yuda hakuona thamani yake, akaamua kujua. Kwa hiyo akaharibu thamani ya miaka yote ile mitatu. Roho mbaya inapoingia inaharibu familia. Roho mbaya ikishaingia kwenye familia ni kule unaposikia mume kaua mke, mama kamuua mume, baba na mama wameua watoto, watoto hivi, chuki kwenye familia, kuna uharibifu unaletwa ndani ya familia, ndani ya kanisa, ndani ya taifa. Haya ni madhara ya roho mbaya. Haya ni madhara ya roho mbaya. Sasa tazama madhara ya pili ambayo roho mbaya inaleta juu ya mwanadamu. Madhara yake ni kuondoa roho wa Mungu. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza 16:14, roho wa Mungu akamtoka Sauli, naye Mungu akaachilia roho mbaya ikamwingia Sauli ikamtesa. Bwana Yesu asifiwe. Tazama hapa, roho wa Mungu anatoka, alafu Mungu anaachilia roho mbaya inaingia. Sasa unaweza ukasema mbona Mungu ameachilia roho mbaya tena? Kwa hiyo ina maana Mungu ana roho mbaya? Hapana. Mwenye wajibu wa kuruhusu roho gani ingie na roho gani isiingie ni mwanadamu mwenyewe. Ndio maana Mungu alimwambia Kaini, tazama, dhambi hii mlangoni mwako, inakupasa uishinde. Kwa hiyo mwenye wajibu wa kuzuia nini kiingie na nini kisiingie ni mwanadamu mwenyewe. Mungu alichokifanya, alichukua ufalme wake wa amani na roho njema kwenye Sauli. Alipoondoka na roho wake, akaacha nyumba empty. Roho mbaya kutazama ndani, akaona ndani ya nyumba kuna uwazi ambako ninaweza nikafanya kitu chochote, ndipo akaingia. Kwa hiyo roho mbaya inaingia kwenye ule mlango ambao roho njema inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama roho mbaya iliingia kupitia mlango mkubwa, fahamu, na roho njema imetoka kupitia mlango huo, wamefanya kupishana. Kitu ambacho kinamfanya roho njema aondoke ndani ya mwanadamu ni uovu, kwa sababu Mungu yeye ni mtakatifu, hawezi kaa sehemu ambapo hakuna utakatifu. Kwa hiyo uovu unapoingia ndani unaondosha ule utakatifu. Ikiondosha ule utakatifu, inasababisha roho mbaya kuingia. Na roho mbaya, huu uovu unasababisha kuleta uhalali wa roho mbaya kuingia ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo hata kama roho njema ikitaka kutetea kwa kiasi gani, inapata roho mbaya, inapata kuna uovu ambao unaupa uhalali wa roho mbaya kutawala ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Inatoa uhalali wa roho mbaya kutawala. Sasa lazima ujifunze kutazama vitu gani huwa unafanya vinakufanya kila ukiamka asubuhi una hasira. Hujawahi kumpata mtu anaota kwenye ndoto akiamka asubuhi ana hasira kama vile amegombana? Haujawahi kukutana na familia ambazo baba na mama wanaamka asubuhi wote wamenuna? Wamegombania wapi? Kuna mlango ambao umefunguka ukaleta uovu, aidha kwenye ndoto au usiku wake, kuna mlango ulileta uovu. Kwa hiyo lazima ujifunze kutazama hivi vitu katika viwango vya kimungu. Lazima utazame hivi vitu katika mpangilio wa kimungu. Lazima utazame hii jinsi Mungu anavyofanya katika mapenzi yake, anavyoongoza katika njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Madhara mengine ambayo yanaletwa na roho mbaya, roho mbaya huondoa utulivu.
Biblia inasema Mungu akachilia roho mbaya ili imtese. Kwa maana ya kumtesa nini? Hakutakuwepo na utulivu juu ya yule mtu ambaye roho mbaya imeingia juu yake. Roho mbaya inakuja kwa lengo la kutesa. Kutesa inaondosha utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kuona jambo hili. Kama utulivu ukiondolewa kupitia roho mbaya, basi ujue inateka vitu vingi juu ya mwanadamu. Ndani ya utulivu kuna kufanya maamuzi. Ndani ya utulivu kuna kufikiria. Sasa ukijiona una changamoto katika ufikiriaji, jua kuna roho mbaya ambayo imeingia inakunyima utulivu. Mtu huwezi ukaamua vibaya kama kuna roho ambayo imeingia, sio. Mtu utaamua katika utulivu pale ambapo kuna roho njema imesimama juu yako, inakuongoza na kukusimamia kwenye kufanya vitu ambavyo Mungu yeye anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujifunze kukaa na kuepuka dhambi kwa kiwango ambacho Mungu anataka, ili uweze kushinda roho mbaya ambayo itakuingizia kitu ambacho sicho cha kimungu. Mungu akupe kuviona hivi na akusaidie sana na kukuonesha sana katika mapenzi yake, ili uweze kuona hivi vitu katika jinsi Mungu ambavyo yeye anasema. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kukutana na mtu anaamua maamuzi ovyo ovyo? Sasa hivi anaamua hivi, anaamua hivi, anaamua hivi, anaamua hivi. Miaka ya nyuma nilikuwa nina tabia ya kufanya maamuzi. Naamua sasa hivi, saa 4 nimeamua kivingine, saa 6 nimebadilisha wazo, saa 10 nimebadilisha wazo, saa 12 nimebadilisha wazo, saa 2 nimebadilisha wazo. Na nilikuwa sijui ni kwa nini, nikajua labda ni mtu wa kufanya update. Kwa mimi nilikuwa ninafanya vitu nikidhani ninafanya update ya mawazo, kumbe ninatembea katika njia ambayo sio ya kweli, ambayo Mungu inampendeza. Ilikuwa inasababishwa na nini? Inasababishwa na roho mbaya. Roho ambao nilikuwa ninaufanya unasababisha uovu, unasababisha kufanya maamuzi ambayo sio, na ndio inaingiza roho mbaya ambayo inaondoa utulivu. Ugomvi mwingi katika familia na katika ndoa ni kule kufanya maamuzi. Unakuta mtu anapeleka kwenye familia agenda ya kudiscuss, alafu akifika kwenye agenda ya kudiscuss, kabla haja discuss tayari alikuwa ameshafanya maamuzi. Kwa sababu gani? Kuna roho ambayo inasimama katikati, inafanya watu wanashindwa kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na huku kufanya maamuzi kutakuondosha kuaminika kwako, kwa sababu watu wakishaona wewe ni mtu wa kubadilika katika maamuzi, uwe na uhakika hawatakuweza kukuamini katika maamuzi ambayo unayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawatakuamini. Ni madhara ambayo yanaletwa na roho mbaya. Roho mbaya inaondoa utulivu. Ikiondoa utulivu, ina maana hakuna amani. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kwa hiyo kama mahali unafanya kitu hamna amani, means hakuna utulivu, na kama hakuna utulivu, ina maana hakuna Kristo ndani yake. Hilo jambo halina baraka na ruhusa ya Kristo Yesu. Lazima utembee katika mapenzi ambayo Mungu anasema na anaongoza. Ni lazima utembee katika vile ambavyo Mungu anakuongoza na anakusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utazame hizi roho mbaya. Hii roho mbaya inapoingia, tafuta kugundua ni wapi umefanya jambo ambalo sio. Ukijiona unapata changamoto ya kufanya maamuzi,
unafanya maamuzi kwa una pressure, jua una mahali roho mbaya imeingia. Hiyo roho mbaya ndio inayokutesa kwenye kufanya maamuzi, kwa sababu ndiyo kazi ya ufalme wa giza, kuharibu na kuteketeza. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba roho mbaya ikiingia inakuja kufanya upatanisho. Hakuna roho mbaya ambayo inaleta upatanisho. Lazima ufanye utazame kwa jicho la kimungu, kwa nini una hasira, kwa sababu hauwezi tu ukawa na hasira tu hivi. Yesu alipokuta mtini hauna matunda, aliulaani. Ila Biblia iliandika vizuri, mtini haukuwa na matunda kwa sababu haukuwa ni majira yake ya kuzaa. Yesu akakumbana na mtini kwa sababu ya utulivu wa ndani aliokosa. Kitu ambacho kilicholeta utulivu, kiliondoa utulivu wa Yesu, sio roho mbaya, ila nimekupa jinsi utulivu unapokosekana unaweza ukafanya maamuzi ambayo sio. Yesu alifanya maamuzi yale kutokana na njaa aliyokuwa nayo. Biblia inasema naye Yesu aliona njaa sana, akautazama mtini, akaukuta hauna matunda, akaulaani. Na Biblia iliandika vizuri, mtini haukuwa na matunda kwa sababu haukuwa ni majira yake. Kwa hiyo alikuwa ana haja ya kugombana na mtini, bali ana haja ya kugombana na majira ya mtini. Kwa nini majira ya mtini haijafika on time kama inavyotakiwa? Ila Yesu aliulaani kwa sababu gani? Alikuwa ndani yake ana njaa. Ile njaa ikamuondolea utulivu wa kujiuliza, je, ni majira sahihi ya mtini huu kuwa na matunda? Ila yeye aliulaani. Japo kuna vitu vingi katika taswira hiyo, ila mimi nataka nikuoneshe hili la mtu unapokosa utulivu, kuna maamuzi utayafanya utashindwa kufanya katika utulivu ambao unatakiwa. Na inasababishwa na nini? Na uwepo wa roho mbaya juu ya mwanadamu. Biblia inasema roho mbaya imtese. Ikimtesa ina maana inamnyima utulivu. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo yapo madhara mengi, lakini jioni ya leo Mungu anatupa haya madhara manne, haya madhara matatu ya kuleta uharibifu, kuondoa roho wa Mungu na kuondoa utulivu. Hii ni kazi ya roho mbaya inayofanya juu ya mwanadamu. Ni madhara ambayo yanaletwa na roho mbaya. Ukiona hamna amani ndani yako, jua kuna roho mbaya imeingia. Ukiona kuna uharibifu unaotokea juu yako, jua kuna roho mbaya imeingia. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza ukashinda roho mbaya? Biblia inasema kile ambacho roho mbaya inaingiza, lazima ile roho mbaya itolewe kwa njia ya toba. Biblia inasema vizuri katika Matendo ya Mitume 3:19, tubuni mpate kurejeshewa majira ya kuburudishwa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuburudishwa ni nini? Kuburudishwa ni kuondolewa roho ambayo inakuondolea utulivu. Kuburudishwa ni kuondolewa kitu ambacho kinakunyima utulivu. Kuburudishwa ni kuwekewa amani. Kwa hiyo kama roho mbaya ilikuja kukutesa, ukitubu, unatakiwa utubu mpaka ile roho mbaya iondoke, ile roho inayokutesa iondoke. Kwa hiyo namna pekee ya kutoa roho mbaya, hakuna namna ya unaweza ukatoa roho mbaya kama umekataa kufanya toba, kama umekataa kufanya upatanisho kati yako wewe na Mungu. Lazima urudi kwa Mungu. Yeye ndo anayefungua mlango wa nini kitoke na nini kiingie. Biblia inasema Mungu akaondoa roho mwema, na roho wa Mungu mwema akamtoka Sauli, roho mbaya ikaingia.
Kwa hiyo ina maana huo mlango ambao roho mbaya imeingia juu ya Sauli, inatakiwa tena huo mlango roho njema iingie juu ya Sauli, alafu roho mbaya itoke juu ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani yako kama kuna roho mbaya imeingia, namna ya kutoa hiyo roho mbaya, lazima ufanye toba ili roho njema ije itoe roho mbaya iliyoingia ndani yako. Biblia inasema tubuni mpate kurejeshewa majira ya kuburudishwa kwenu. Kwa hiyo hautaburudishwa, hautapata utulivu, hautapata amani kama roho mbaya bado imesimama ndani yako. Lazima roho mbaya iondolewe, lazima roho mbaya ifukuzwe ndani ya mwanadamu ili roho njema ifanye kazi. Biblia, ninataka nisome mstari wa Matendo ya Mitume 3:19, inasema tubuni basi mkamgeukie Mungu ili dhambi zenu zifutwe, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Biblia inasema tubuni mkamgeukie Mungu. Kwa hiyo kama roho mbaya iliingia, lazima ufanye toba ambayo itakugeuza kwa Mungu. Usifanye maamuzi ya kujiua kama Yuda, kwa sababu roho mbaya imeshaingia, ukamsaliti Mungu, ukafanya vitu ambavyo vimpendezi Mungu, ukafanya uovu. Hakuna namna mwanadamu utajisaidia, hakuna mahali mwanadamu utakimbilia. Namna pekee ya kukusaidia wewe ni kurudi kwa Mungu pekee. Kwa njia gani? Kwa njia ya toba. Rudi tubu. Biblia inasema hivi, kama mkigeuka na kuziacha njia zenu mbaya, nami Mungu nitawarudia ninyi. Kwa hiyo ili Mungu akuguse na akurudie tena, amani yake iwe juu yako, ina maana unatakiwa ufanye toba. Hakuna mahali ambapo utapata utulivu wa Mungu. Hakuna mahali roho mbaya itakuongoza. Usikimbilie kwenye kusema kwamba nikae na marafiki, tunywe, tufanye hivi, tufurahi ili roho mbaya iondoke. Roho mbaya iondolewe kwa kukaa na marafiki. Roho mbaya inaondolewa kwa kukaa ndani ya Yesu Kristo. Yeye ndiye amani ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna mwanadamu unaweza ukakimbia. Biblia inasema niende wapi nijiepushe na uso wako? Nikipanda mbinguni upo, nikishuka chini kuzimu upo, nikienda chini ya maji upo, nikienda juu angani upo. Niende wapi? Kwenye nuru upo, kwenye giza upo. Niende wapi nijiepushe na uso wa Bwana? Hakuna mahali ambapo utakimbia, mwana wa Mungu. Kama kuna roho mbaya imesimama juu yako, kama kuna vitu ambavyo vinaondosha utulivu ndani yako, kama unahisi kuna vitu ambavyo vinakunyima amani, hakuna namna ambapo utarudi. Tubu mpaka amani irudi. Biblia inasema vizuri hapa, ili dhambi zenu zifutwe. Dhambi ikifutwe, na maana unaondoshwa kwenye uovu, unaotolewa unajisi ambao unamzuia Roho Mtakatifu kukaa juu yako. Uovu ukiondoka juu ya mwanadamu, ina maana hilo hekalu limekuwa safi, na kama hekalu likiwa safi, Roho Mtakatifu atakaa kwenye hekalu ambalo ni safi. Na Roho Mtakatifu akikaa katika hekalu ambalo ni safi, ina maana amani itakuwepo ndani ya mwanadamu. Sawa. Roho Mtakatifu anakuja na matunda yake, anakuja na amani, anakuja na knowledge, anakuja na self control, kujitambua na kujisimamia wewe mwenyewe, self control, kujilinda, kufanya vitu ambavyo visio vya ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna namna unaweza ukafanya ukashinda roho ambayo sio. Rudi kwa Mungu, tengeneza na Mungu. Rudi kwa Mungu, sema na Mungu ili roho mbaya iondoke, ili roho njema iingie. Roho njema ikiingia ndio itakayokupa amani, itakayokupa utulivu, itakayokupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo rudi kwa Mungu. Biblia inasema, narudia tena mstari ambao
utatuongoza katika maombi jioni hii ya leo. Tubuni basi mkamgeukie Mungu ili dhambi zenu zifutwe, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Biblia inasema tubuni kwa kuwepo kwake Bwana, nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Ina maana kama Bwana akiwa juu yako, burudani itakuwepo juu yako. Biblia inasema tazama, mkono wa Bwana si mfupi hata usiokoe, tazama sikio lake sio zito hata usisikie kwamba watu wao wanalia. Tubu mpendwa, amua fanya toba, omba Mungu akusamehe, omba Mungu akurehemu, omba Mungu akutakase. Tubu mpendwa. Ukiona unakosa amani ndani yako, usikurupuke, usilazimishe, usiseme sipo kwenye mudi. Hapana, kuna kitu ambacho kimefungua mlango ambao unaondosha utulivu ndani yako. Aidha ni kosa la kutokumsikiliza Roho Mtakatifu anasemaje, au kutokufuata maelekezo ya Mungu, kwa sababu uovu ni kutokufuata maelekezo ya Mungu. Pale unapokosa kufanya maelekezo ya Mungu, roho mbaya anaingia. Roho mbaya akiingia na kunyima utulivu kwenye maamuzi unayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akusaidie kuona hii na akuwezeshe sana kwenye kulitafakari neno hili. Na muda huu tutachukua nafasi hii kumwomba Mungu toba na rehema, ili amani irudi juu yetu, ili utulivu urudi juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo unaweza kuambatana na mimi sana hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba toba Mungu wangu. Ninaomba rehema. Ninaomba msamaha wako. Sasa nimetambua sina utulivu ndani yangu, sina amani ndani yangu, kwa sababu ya uovu ninaoufanya, kwa sababu ya kutokutii kwangu. Ila sasa ninageuka, ninaomba rehema zako, ninaomba utakaso wako, ninaomba nguvu zako zishuke tena juu yangu kwa upya. Tengeneza nami Yesu Kristo. Nisaidie Mungu wangu, nifanye yaliyo mapenzi yako. Nisaidie Mungu wangu kukaa chini ya wingu lako. Nisaidie Mungu wangu kutii maagizo yako. Niongoze hatua zangu. Fungua na macho yangu. Nisaidie nielewe mapenzi yako, ili nisikukosee. Tazama uzembe uliofanyika juu yangu, hata nikatenda uovu uliozaa roho mbaya ndani yangu, uovu ulionifarakanisha nawe. Ninaomba toba Bwana, ninaomba rehema, mfano wa amani. Mlango huu uliofunguka na kuingiza uovu, ninaomba toba yako Yesu Kristo. Ninaomba rehema zako Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Yesu, rehema zako zikae juu yangu, kwa wingi wa damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Initakase, inisafishe. Tangaza mwanzo mpya juu yangu. Tangaza nafasi nyingine mpya ya mimi nawe, Mungu wangu. Ninaomba rehema zako zitengeneze pamoja nawe. Ninaomba rehema zako zinisogeze tena karibu yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Yesu, ninaomba rehema na utakaso. Nakushukuru Mungu kwa kuwa umeleta somo hili, nami ninaomba rehema Bwana. Tazama, yapo mengi ambayo tunayafanya kwa kujua na kwa kutokujua. Tunayatenda hata zinafungua milango ambayo sio, hata zinaleta kutokuelewa, hata zinaleta kutokusikiliza mapenzi yako. Ninaomba rehema zako na utakaso wako Mungu. Ninaomba neema yako mpya Mungu, isafishe juu yetu, isafishe juu yetu. Takasa Bwana kila mlango wa uovu,
kila mmoja aliyopo ndani ya Tanzania, kila mmoja anayesikiliza audio hii. Mungu, ninaomba rehema zako na utakaso wako ushuke juu yake hapo hapo alipo. Mpe nguvu mpya, mpe moyo wa toba mpya, ili arudi mbele zako, ili aweze kukaa nawe tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, damu yako Yesu isafishe, itakase, ioshe, isimwache kama alivyo. Tengeneza naye, rudisha tena amani mpya, rudisha tena utulivu mpya, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Damu yako Mungu, ninaomba itakase ndani yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nami nikiomba na kushukuru. Amen.